Mimi binafsi niseme ya kwamba nimezunguka mikoani huko, lakini hii alert kwa kweli ni babu kubwa, sijawahi kuona. Nasema si kwa nia ya kutaka kuwafurahisha, lakini nasema kutoka ndani ya moyo wangu. Nasema ni kwa maana gani? Katika maana ya kwamba ambavyo ninyi wenyewe kwa maana ya wajumbe mnapokuwa tumejipanga, lakini kikubwa kingine ambacho nakifurahia ni namna ambavyo changamoto zinazotokea ndani ya kikao. Si ndio? Wakati mwingine mpaka unaweza kiti kinayumba kidogo. Sasa ile kiuongozi ni nzuri sana, si ndio? Tunafanya mwenyekiti naye changamka, asije sehemu akabweteka, akafikiri labda atakuwa mwenyekiti wa milele, si ndio? Sasa ile ni nzuri kwa sababu wote humu ndani tunaamini kwamba ninyi mna sifa wote za kuwa viongozi kwa maana wenye viti, si ndio? Ni swala tu la kusema sasa na wewe mwenzetu tukakae pale, lakini hiyo ni nzuri kwa maana kwamba tusiwe watu wa kusema ndio. Hapana, lazima tufike sehemu kama ndio sio, maana yake tunasema haiwezekani au hapana. Lakini yote yanafanyika siku ya siku, mambo yanaenda vizuri na wote mnakuwa merenga katika lengo lile zuri ambalo wote tunasema tunataka kujenga nchi yetu, si ndio? Tunatofautiana katika maana tu, kwa maana ya kutaka kukosoana, lakini hakuna hata mjumbe hata mmoja ambaye amewahi kumshika mimi shati mwenzie kwa nia mbaya. Ndio maana nasema ninyi ni watu wastaarabu sana. Mwenyezi Mungu naomba mjipigie tena makofi waheshimiwa. Mimi binafsi niseme ya kwamba na wakuombeeni nyote, Mungu akitujalia basi mwezi wa Januari tukutane kama hivi ambavyo tumekutana leo, si ndio? Najua atafika mwezi wa 10 viongozi mtarudi majimboni kwa wale ambao wataonyesha nia ya kurejea, lakini kuna wengine wana matamanio makubwa zaidi. Tunamaliza kipindi hiki, lakini kuna mambo mengi ambayo tumeyapanga na sisi kwa maana ya ubinadamu wetu tuna nia ya kutaka kuyaendeleza, si ndio? Na sasa katika kuyaendeleza maana yake kwa sababu sisi tumeshazoeana, tumekuwa marafiki, tutakapokuja kuyaendeleza yale hatutakuwa tuna haja ya kuanza kufundishana mwanzo. Maana yake tutakuwa pale tulipoishia ndio tutakuwa tunakimbizana katika swala zima la kuona namna gani tunatimiza yale malengo yaliyokuwa yamekusudiwa. Lakini niseme kwa maana kwamba tutakapokuwa tumeanza sasa mwaka ujao, kwa maana ya kuanza kile kipindi tutakapokuwa tumeanza mwezi Januari, tumeona sisi kwa maana tulipotumia taarifa ya mwisho ya ziara, kutembea ni kujifunza, nyote ni mashuhuda, si ndio? Sasa ni vizuri ziara ijayo tuiandae mapema. Tutakapokuwa tumeingia Januari tuandae vitu mapema, si ndio? Yes. Kwa nini nasema vile? Nasema vile kwa maana kwamba kama ni kwenda kujifunza, tujifunze mapema. Huu muda wote tutakao kuwepo wa miaka 5 tuweze kuutumia vizuri mafunzo yetu na yalete maana na zaidi tija ambayo tutakuwa tumekusudiwa. Tukienda mwisho namna hii tunaweza tukapata mafunzo, lakini nataka kuyatumia muda umeisha, unarudi kule wananchi hawajaonyesha imani, basi unabaki na ujuzi wako ambao unakuwa una faida kwa jamii ambayo umekuwa umekusudiwa, si ndio jamani? Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mwaka unapoanza tutakuwa basi tumejipanga vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja na mawili ya jumla ni kwamba muda bado tuko mwisho, lakini tuendeleeni kwa sababu kusudio letu kubwa ni ninyi waheshimiwa kutusaidia kule katika maeneo yenu ukusanyaji wa mapato. Bado tuna muda mfupi, lakini pale ambapo tutakuwa tumerudishwa tuendelee na ile tabia yetu nzuri ya kudhibiti mapato ndani ya halmashauri zetu, kwa sababu sasa tunaenda tutakapokuwa tunaanza mwaka mwingine wa fedha tunakuwa tayari tuna malengo mengine mapya. Kwa hiyo kama haya yametutoa jasho, basi tujue kipindi kijacho maana yake hali itakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo tuweze kuangalia ni kwa namna gani ambapo halmashauri zetu tutabuni, kama kuna vyanzo vingine vipya tuweze kuona namna gani vitaweza kutusaidia ili ya malengo ambayo tumekuwa tumekusudia kama tulivyokuwa tunasoma kwenye taarifa humu ndani tuweze kuvuka 100% na zaidi, kwa nia njema ya kuweza kuwainua wananchi wetu katika shughuli mbalimbali kama ambavyo tunakusudia, si ndio ndugu zangu? Yes. Lakini mwisho kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti mwenyeji wetu ni kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Ni mwaka wa uchaguzi mkuu kwa maana kwamba Watanzania wote tutashiriki katika zoezi lile, wala ambao tuna sifa ya kuchagua na kuchaguliwa. Ni rai yangu kwenu viongozi, ninyi mkawe mabalozi wetu wazuri. Mabalozi wazuri katika maeneo yenu ili kutengeneza mazingira mazuri ya wananchi kuendelea kuwa na imani na serikali iliyoko madarakani. Na mimi katika hili sina wasiwasi na ninyi kwamba mtatusaidia katika kuandaa mazingira kwa hali yoyote, kwa maana kwamba sisi tuna imani na serikali yetu iliyoko madarakani ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika hilo bado tuna imani na kiongozi wetu
Na katika hilo ndio maana nikasema kwamba tutengeneze mazingira ya kuweza kumwezesha Mheshimiwa Rais aweze kuongoza nchi yetu, na sisi wote tunaamini kupitia kwake nchi yetu itapata maendeleo makubwa sana.